kwenye maisha yako, Mungu atawale kwanza. Usio na haraka ya kukimbilia maisha baada ya kuwa na haraka ya kumkimbilia Mungu kwanza. Usio na haraka ya kupata kitu cha mwilini kabla ya kuwa na haraka ya kupata kitu cha rohoni kwanza. Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku 6. Hashindwi kuleta kitu kwenye maisha yako kwa siku moja. Kwa ukikana Mungu vizuri, anaweza akakupa aina ya maisha ambayo unaweza ukaitafuta kwa nguvu zako kwa miaka 30 na usipate bado. Kwa kitu cha kwanza kwenye maisha yako, Mungu kwanza, sio kitu kingine. Mungu kwanza, wala sio kazi yako. Mungu kwanza, wala sio biashara. Mungu kwanza, wala sio uchumi wako. Mungu kwanza, wala sio elimu. Mungu kwanza, wala sio kitu chochote kile. Mungu kwanza, sababu Mungu vigezo vyake havitegemei vigezo vya duniani. Uwe umesoma, uwe hujasoma, uwe una kazi, uwe hauna kazi, uwe una uchumi mzuri, uwe una uchumi mzuri. Mungu kwanza. Mungu akishakaa, Biblia inasemaje? Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Anapokuwa upande wako na anapokuwa pamoja na wewe, chochote kile cha duniani kinakuwa chini yako, sio juu yako. Anasema, je, ni njaa, ni dhiki, ni udhia, ni uchi, ni mateso, ni nini? Kila kitu kinakuwa chini yako, sio juu yako, unapokuwa pamoja na Mungu kwanza. Ndio maana kitu cha msingi ni kujenerate, ni kutengeneza ndani yako ile kiu ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yako.